Vijana walioiteka ndege ya ITC kwa kutumia silaha bandia, ikiwa ni sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri ya kuvutia. Februari 24 mwaka 1982, nchi ilitikisika baada ya kutolewa kwa taarifa ya kuwa ndege aina ya Boeing 737 ya shirika la ndege Tanzania ATC imetekwa. Endelea kusikiliza sehemu hii ya pili ya makala haya yaliyoandaliwa Elvan Istanbul na kusoma kwako nami Ibrahim Rajab Ibra JR, na hii ni Global TV. Tunaendelea pale tulipoishia. Wale watekaji wanaiamuru ndege itoke Kenya Nairobi na kuelekea Saudi Arabia. Kesho yake Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa nyumbani kwake Msasani jijini Dar es Salaam akitafakari ziara yake ya Pemba ya siku 4 ambapo angeweka jiwe la msingi la kiwanda cha mafuta cha karafuu. Alitaka kujua zaidi kuhusu ndege iliyotekwa. Ingawa waziri wa mawasiliano na uchukuzi wa Tanzania kwa wakati huo John Malesela aliwaambia waandishi wa habari nchini Nairobi kuwa watekaji hao walitaka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ajiuzulu rais. Aliporudi Dar es Salaam aligeuka na akasema watekaji hao hawakutoa madai yoyote. Kikundi cha maofisa wa serikali ya Tanzania waliopiga kambi nyumbani kwa Mwalimu Nyerere Msasani, na kulingana na taarifa walizokuwa wakizipokea walianza kuchukulia kwamba utekaji huo haukuwa na kusudio lolote la kisiasa. Kwa kuwa hawakujua kisa halisi cha kutekwa kwa ndege hiyo ya ATC, walianza kuambizana wenyewe kwa wenyewe. Wakamwambia Rais Nyerere pia kwamba inawezekana watekaji hao walikuwa na kiasi kikubwa cha dhahabu na almasi walizotaka kuzitoa nchini. Namna ya jambo hilo lilivyoshughulikiwa lilizua maswali mengi kwa Watanzania. Wakati watu wakitafakari kilichotokea, ndege hiyo iliyopewa jina la Kilimanjaro ilikuwa angani kuelekea Jeddah, Saudi Arabia. Serikali ya Saudi Arabia ilipopata habari ilikatalia ndege hiyo ruhusa ya kutua, na kwa kuonyesha kuwa haikuwa ikitania iliufunga uwanja wake. Lakini wakati Kapteni Deo Mazula alipowasiliana kwa redio na uwanja huo na kuwaambia kuwa ndege yake imekwisha safiri umbali wa kiasi cha mile 1600 tangu ilipoondoka Nairobi, na kwamba haikuwa na mafuta zaidi ambayo yangewezesha kuendelea na safari nyingine, serikali ya Saudi Arabia iliruhusu kutua kwenye uwanja wa ndege wa Jeddah kwa ajili ya kujaza mafuta tu na kuweza kuondoka. Watekaji walijitambulisha kuwa wao ni wanachama wa harakati za kidemokrasia za vijana nchini Tanzania. Waliwaeleza abiria hao kuwa walitaka Rais Julius Kambarage Nyerere ajiuzulu kwa sababu Watanzania wanaishi katika hali ya shida na wana njaa. Hata hivyo, mwishoni mwa mazungumzo yao walimwambia abiria kuwa wamekusudia kuipeleka ndege hiyo Marekani. Wakati wakisema hivyo, watekaji waligundua kuwa abiria mmoja alitoa na kukabidhi bastola yake wakati alipokuwa katika uwanja wa ndege wa Mwanza, ambayo ilihifadhiwa katika chumba cha rubani. Ni utaratibu katika viwanja vya ndege vya Tanzania kwa abiria yoyote kutoa silaha yake na kuikabidhi kwa rubani mpaka mwisho wa safari ndipo hurudishiwa. Kwa hivyo walimfuata rubani Mazula na kumtaka awape bastola hiyo. Mmoja wao, Musa Memba, alipoipokea bastola hiyo alionekana kubabaika kana kwamba hakuwa na ujuzi wowote wa kuitumia silaha hiyo. Alipokuwa amejikunja upande mmoja wa chumba cha rubani akishikashika bastola hiyo, pengine akichunguza na kushangaa, ghafla ilifyatuka. Risasi iliyofyatuka iliyopiga mgongo wa rubani msaidizi Oscar Mwamwaja. Wakati huo jijini Dar es Salaam, kumbukumbu za kijeshi zilianza kuchunguzwa kutafuta jina la Luten Wami aliyejitambulisha kuwemo kwenye ndege na ni mtekaji. Kwa mujibu wa jarida la Africa Now, halikupatikana popote na wala hakukuwa na cheo chochote cha luten wa anga nchini enzi hizo. Baada ya kujaza mafuta kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Abdulaziz mjini Jeddah, kituo cha tatu kilikuwa ni Athens, Ugiriki. Pamoja na maombi mengi ya serikali ya Tanzania ya kutaka ndege hiyo ishikiliwe ili isiondoke, maofisa wa serikali ya Ugiriki walitangaza mapema kabisa, hata kabla ya Boeing 737 haijatua, kwamba ingeruhusiwa tu kujaza mafuta na kuondoka mara moja. Watekaji waliokusudia kuipeleka Libya kwa Kanal Muammar Gaddafi, lakini walipomkumbuka Oscar Kambona aliyekuwa waziri wa zamani, wakamwamuru rubani Kapteni Mazula kuipeleka ndege hiyo Uingereza. Baada ya serikali ya Uingereza kupata habari kuwa ndege hiyo iliyotekwa ya shirika la ndege Tanzania ATC ingewasili uwanja wa Stansted, wanausalama wa nchi hiyo waliuzingira uwanja huo kukabiliana na watekaji hao.
kabla ya ndege kutua, magari matano yakiwa yamesheheni polisi yalifika na kuizingira ndege hiyo baada ya kutua. Muda mfupi baadaye, taa zote za uwanjani zilizimwa na magari ya kuzima moto yakaizingira ndege hiyo. Balozi wa Tanzania nchini Uingereza wakati huo, Antonio Nyaki, alifika uwanjani hapo. Vijana walioteka ndege hiyo ni Musa Memba wa miaka 25, Mohamed Ali Abdullah wa miaka 26 na nduguye Abdullah Ali Abdullah wa miaka 22, Mohamed Tahir Ahmed wa miaka 21 na Yasin Memba wa miaka 21. Hao jamaa walijisalimisha Uingereza baada ya Oscar Kambona kuwashawishi kwamba serikali ya Uingereza itashughulikia madai yao kwa haki, hivyo wajisalimishe. Walishtakiwa na kufungwa miaka 3 kila mmoja huko Uingereza. Baada ya kifungo wakawa wakimbizi wa kisiasa. Mtekaji Yasin Memba alifariki Machi 21 mwaka 2022 Muhimbili jijini Dar es Salaam kwa ugonjwa wa moyo. Hii ilikuwa ni simulizi ya kutekwa kwa ndege ya Tanzania Boeing 737 mwaka 1982 na vijana ambao walisadikika walikuwa na madai ya kumtaka rais kwa wakati huo Julius Kambarage Nyerere ang'atuke madarakani ama ajiuzulu madarakani. Mwandaji wa makala haya ni Elvan Istanbul. Mimi ni Ibrahim Rajab, Ibra JR, Nite Bold Dancer, na hii ni Global TV.